Tukirejea hapa nchini, jana Rais Samia Suluhu Hassan aliungana na maelfu ya Watanzania katika kuaga mwili wa aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu Cleopa David Msuya katika viwanja vya Karimjee hapa jijini Dar es Salaam. Tulikujuza awali, tutapata nafasi ya kuangalia maisha yake na namna alivyo na mchango katika maendeleo ya taifa letu. Tunaye hapa mchambuzi wa masuala ya siasa, Mchunguzi Dennis, ambaye tunazungumza naye, na mwenzangu Goodluck Paul yupo tayari. Naam, Dr. Dennis Mchunguzi tunaye hapa studio. Karibu sana Dr. Asante. Lakini pia Messi, tungependa utupitishe kwenye historia ya nchi yetu. Imekuwa na mawaziri wakuu wengi tu, na pengine tuanze kuanzia waziri mkuu wa kwanza mpaka huyu wa sasa, na tuone miaka ambayo Mzee David Cleopa Msuya alikuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabisa. Tuangalie katika safari za nchi yetu kuwa na mawaziri. Hapo tayari tumekuandalia orodha ya mawaziri wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaanza na Rashid Kawawa ambaye alipata madaraka hayo mwaka 1972 hadi mwaka 1977 chini ya Rais Julius Kambarage Nyerere. Edward Moringe Sokoine alianza Februari mwaka 1977 hadi Novemba mwaka 1980 chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Cleopa David Msuya, marehemu huyu tunayeendelea kuomboleza kifo chake kwa sasa, yeye alichukua madaraka hayo kwa mara ya kwanza mwaka 1980 hadi mwaka 1983 chini ya Rais Julius Kambarage Nyerere. Baada yake akaja Salim Ahmed Salim mwaka 1984 hadi Novemba mwaka 1985 chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Joseph Sinde Warioba mwaka 1985 hadi mwaka 1990 akiwa chini ya Rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. John Marichela Novemba mwaka 1990 hadi Disemba mwaka 1994 chini ya Ali Hassan Mwinyi. Akarejea tena Cleopa David Msuya Disemba mwaka 1994 hadi Novemba mwaka 1995 chini ya Ali Hassan Mwinyi. Frederick Sumaye Novemba mwaka 1995 hadi Disemba mwaka 2005 chini ya Benjamin William Mkapa. Edward Ngoyai Lowassa Desemba 2005 hadi Februari 2008 chini ya Jakaya Mrisho Kikwete. Mizengo Pinda Februari 2008 hadi Novemba 2015 chini ya Jakaya Mrisho Kikwete. Akaja Kassim Majaliwa Novemba 2015 hadi Machi 2021 chini ya John Pombe Magufuli, na akaendelea Machi 21 hadi sasa chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa tunaona hapo aliyerejea mara mbili ni marehemu Cleopa David Msuya. Na ndo waziri mkuu pekee ambaye aliongoza kwa vipindi viwili tofauti. Rejea mara mbili. Mara ya pili katika nafasi hiyo. Dr. Mchunguzi, karibu sana. Ndiyo. Lakini kwa ufupi tu, kwa maneno machache ukimzungumzia waziri mkuu mstaafu ama waziri mkuu wa zamani David Cleopa Msuya, Ndiyo, alikuwa ni mtu wa namna gani? Mzee Msuya alikuwa ni mchapakazi, na ndio maana unaona anarudi katika vipindi viwili tofauti katika katika nafasi ya uwaziri mkuu. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mchapakazi sana, lakini kama ulivyosikia sifa zake zikitajwa jana tulipokuwa Karimjee, ni kwamba alikuwa intelligent, alikuwa intellectual, na alikuwa ni mtu mzalendo mno, mtu aliyependa sana kulitumikia taifa lake. Kwa hiyo alikuwa ni mtu aina hiyo, intelligent, mzalendo, na alikuwa ni mtu kwa kweli ambaye alikuwa ni mtu wa kuchapa sana kazi kwake ilikuwa ndio priority na kuona mambo yanaenda. Na pengine unaweza ukatukumbusha kwa ambao tumezaliwa miaka ya 90, ndio pengine tumeona ama tuseme mwishoni mwa miaka ya 80, ndio tukiwa watoto, manake alikuwa waziri mkuu mwaka 94 mpaka mwaka 95. Ndio. Lakini kwa ambao pengine mlikuwepo tayari, mlikuwa mshapata akili, miaka ya 80 alipokuwa waziri mkuu, ndio pengine unaweza kutueleza zaidi
uongozi wake ulikuwa uongozi wa namna gani? Ni mambo gani ambayo alikuwa akiyafanya hasa alipokuwa waziri mkuu mwaka 80 mpaka mwaka 83? Alipokuwa waziri mkuu mwaka 80 mpaka 83 aliingia kipindi ambacho tulikuwa tumetoka kwenye vita ya Idi Amin na hali yetu ya uchumi ilikuwa ni ngumu sana. Na kwa hiyo kipindi kile tulipata mambo mengi, hali ya uchumi ikawa mbaya. Kama unakumbuka kipindi kile kwa mpaka kesi za uhaini, watu wakataka kuipindua serikali ya Nyerere mwaka 1982. Tulikuwa na hali ngumu ya uchumi, ilisababishwa na vita ya Amini na shake up ya mafuta, ya bei za mafuta duniani. Waziri mkuu wetu alifanya kazi kubwa sana kuendesha baraza la mawaziri, kumshauri rais, kumshauri makamu wa rais na kuhakikisha kwamba nchi inabaki stable. Yule bwana wakati ule mimi nakumbuka 83 walikuwa mpaka wanauliza Dodoma kwamba Msuya mbona haonekani ofisini? Walimuuliza Abdul Jumbe Mwinyi akiwa rais wa Zanzibar alipokwenda kufunga mafunzo pale Kigamboni. Kulikuwa kuna kichuo kinaitwa Kivukoni College. Mbona huyu bwana toka ameteuliwa akai ofisini? Hilo ni swali wanamuuliza washiriki. Alikuwa akai ofisini. Akitoka Kilimanjaro yuko Mwanza, akitoka Kagera yuko Lindi, akitoka Mtwara yuko hivi. Alikuwa ni mtu wa kufuatilia, mtu wa kuhakikisha kitu kinafanyika. Ndio. Tukumbushe sasa ilikuwaje safari yake, amepata waziri mkuu kwa mara ya kwanza, akaondolewa lakini wakapita mawaziri wakuu wawili, akarejeshwa yeye. Matukio gani yalikuwa yanatokea miaka hii na ilikuwaje? Ilivyokuwa ni kwamba mwaka 80 mpaka 83 mzee Msuya alipewa waziri mkuu. 83 akapewa Edward Sokoine mpaka 84 akafariki, Mungu amlaze mahali pema peponi. Lakini kabla ya hapo pia Sokoine wakati wa vita ya Kagera alikuwa waziri mkuu. Baada ya vita akaenda kwenda kusoma. Akaenda kusoma. Ndio akapewa Msuya. Na kumbuka Mwanga ilikuwa imekuwa wilaya mwaka 79 na 80 ndiye akawa mbunge wa Mwanga. Yeye Cleopa Msuya. Sasa kipindi kile cha 80-85 kama nilivyosema mwanzo hakikuwa rahisi kiuchumi. Na ndio tukaanzisha kitu kinaitwa National Economic Survival Program, mpango wa kujikwamua kiuchumi. Tukiwa na Profesa Kigoma Malima akimanage uchumi pale na watu wengine, ilikuwa hali ngumu sana. Umenielewa? Mwaka 84 aliporudi Sokoine kuwa waziri mkuu, Julius Nyerere akaona hapana, kwenye fedha amrudishe nani? Cleopa David Msuya. Anaweza akamanage na watu wa IMF, World Bank na hali ya uchumi. Alishiriki pia katika alipokuja mzee Mwinyi mwaka 85 alipoingia madarakani, akaona hapana, huyu niendelee naye kwenye fedha, sitamwacha. Kwa sababu hali ilikuwa pia bado ni ngumu. Tulikuwa tuna kitu kinaitwa Structural Adjustment Program, mambo ya uchumi haya na kadhalika. Na kwa hiyo Msuya ndiye akawa waziri wetu wa fedha kuanzia mwaka 1985 pale mpaka mwaka 1990 alipoteuliwa kwa waziri wa biashara na viwanda. Kwa hiyo hali ilikuwa ni hivyo. Mwinyi aliingia, kama mnakumbuka, nilisema siku ile hapa siku tunamwaga Mwinyi kwamba aliingia katika kipindi kigumu sana cha uchumi. Nilisema hapa kwamba wakati ule ilikuwa unapaki gari Kimara ukisubiri kujaza mafuta Kariakoo kwa siku 3 bado unafuata foleni hiyo. Ndio hali tuliyokuwa nayo, tumeiona kwa macho. Kwa hiyo Msuya kama waziri wa nini? Wa fedha ilibidi apewe nafasi. Lakini kingine ambacho pia kilitokea ni kwamba Benki ya Dunia na IMF, haya mashirika walikuwa wanambana sana Mwinyi na walimbana sana Nyerere tutoke katika uchumi ambao ni state controlled, uchumi wa serikali, kumiliki viwanda, kumiliki kila kitu, si ndio? Twende kwenye liberalized economy au uchumi ambao basi Nyerere aliona na Mwinyi pia waliona anayeweza akamanage haya mambo ni mzee Cleopa David Msuya. Na kwa kweli alifanya vizuri wakati huo. Ndio. Unasema alikuwa mtu msomi. Ndio. Na hivyo pia alisoma Makerere, chuo kikuu cha Makerere. Usomi wake ulionekana vipi kwenye majukumu yake kama kiongozi, hasa akiwa miongoni mwa viongozi wa kitaifa? Nitoe mfano mmoja kwa sababu yako mengi. Mwaka 1984 nikiwa mtumishi wa Wizara ya Ardhi, Benki Kuu ya Tanzania iliungua. Na iliungua yote. Majengo, nyaraka viliungua. Benki Kuu inaitwa BOT iliungua. Msuya akiwa waziri wa fedha. Pale ndipo alipoonyesha usomi wake, kuhakikisha ndani ya wiki 2 Benki Kuu ya Tanzania bado inafanya kazi. Wakati ule ilikuwa watumishi wa serikali tunalipiwa cheki zetu kule Benki Kuu. Kwa hiyo kwa wiki 2 hatakuwa tunajua tunakwenda wapi. Lakini aliunda kamati kama 5 ambazo kamati zile zilikuwa zinampa kila kamati taarifa kwa kila masaa 3. Sio siku 3, masaa 3. Kila kamati inampa taarifa Benki Kuu inawezaje kafanya kazi na ikarudia hali yake. Na alimanage mzee Msuya ndani ya siku 14 Benki Kuu waligawa katika majengo mengine ya serikali, na sisi nakumbuka tulikuwa Wizara ya Ardhi, tuliweza kuanza kutumia cheki zetu Wizara ya Benki ya NBC Samora, na wengine wakaenda kwingine.
Pale ndipo mzee Msuya alipoonyesha kwamba this is guy, mtu hapa ndipo elimu ilipoweza kufanya kazi. Nilimpa credit kubwa sana pale, na baadaye benki ikaja ikastabilize benki kuu na kila kitu kikaenda vizuri. Na tukisalia hapo hapo kwenye alipokuwa waziri wa fedha, sera gani ambazo muhimu aliwahi kuzisimamia na kuzitekeleza? Alisimamia zaidi mipango kama nilivyosema, kwa waziri wa fedha alikuta ile National Economic Survival Program, mpango wa kujikwamua kiuchumi ukiisha ule wa kwanza. Alipoingia na Mwinyi tukawa na kitu kinaitwa sera ya Structural Adjustment Program. Sawa, SAP ya kwanza. Baadaye IMF na World Bank kwa kushirikiana na sisi kama taifa tukaja na Enhanced Structural Adjustment Program. Yote hiyo ni mipango ya kujikwamua kiuchumi. Tunaanza kutoka katika state controlled economy au uchumi unaomilikiwa na serikali kuja katika uchumi ambao unakuwa kama private, si ndio? Haikuwa rahisi. Zile sera ndizo alizokuwa akizisimamia katika transformation, na ndio maana likaja lile neno la mzee nani, ruksa. Wakati ule aliporuhusu kwamba sasa sio tena state controlled, kila anayeweza kufanya biashara afanye biashara, kila anayeweza kufanya shughuli yote ya kuzalisha fedha afanye shughuli, tukaanza kuanza ile liberation. Alisimamia sera zile kama waziri wetu wa fedha, na kati ya mwaka 75 akiwa waziri wa fedha 72 mpaka mwaka 75 mpaka 72-75 kwenda 72-75 fikiri. Yes, wakati ule 72-75 pia tulikuwa katika vijiji vya ujamaa. Wakati ule tunaanzisha mambo ya ujamaa, vijiji vya ujamaa, sera za ujamaa. Ndio wakati ule tuna mambo ya local government, serikali za mitaa, tunaanzisha mambo ya vyama vya ushirika na kadhalika. Tulikuwa ni nchi changa ya Tanganyika, na alitusaidia sana kipindi kile yeye katika kuja na mwaka 75 Julius Nyerere akaona viwanda vina umuhimu sana, ndiye alipomtransfer kutoka Wizara ya Fedha kumpeleka Wizara ya Biashara na Viwanda, akamudu mpaka mwaka 80 kama akawa amemudu mambo ya viwanda, ambapo alikuja kurudi tena mwaka 90 mpaka mwaka 93 katika wizara ile ile. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine hawa viongozi walikuwa wakitaka kuona eneo ambalo ni gumu kidogo katika usimamizi, na ndio linaanza. Alikuwa anakabidhiwa Msuya. Alikuwa anakabidhiwa Msuya. Mambo mengi alikuwa anakabidhiwa Msuya. Na alikuwa ni mshauri mkuu. Sisi tulikuwa tunaelewa tunaposikia wanasema za ndani, si ndio? Alikuwa ni mtu ambaye walikuwa wanamtegemea sana kichwa chake katika kushauri ili liende hivi, ili liende hivi, ili liende hivi. Narudia, ni mtu alikuwa brain. Alikuwa ni mtu ana kichwa, Mungu alimjalia cha kuweza kumaster mambo, na akafanya mambo yakaenda na Nyerere alimtegemea sana, na mzee Mwinyi wali actually mwaka 95 alipoingia Mkapa, mimi nilikuwa nasema huyu mzee tena atapewa waziri mkuu mara ya ngapi tena. Lakini akaja Frederick Turuai Sumaye na akamudu na Mkapa kwa miaka 95 mpaka 2005. Sasa na ukiangalia rekodi yake inaonekana amefanya kabla ya kuwa waziri mkuu, ukiachana mbali na kuwa waziri mkuu, amesimamia sekta ambazo zinagusa uchumi moja kwa moja. Utaona waziri wa viwanda, waziri wa uchumi na mipango, waziri wa biashara. Na hapo pia aliwahi kuwa katibu mkuu katika wizara hizo wizara ambazo zinahusika na masuala ya uchumi. Tunaweza tukasema mchango wake kwenye uchumi wa nchi yetu ukoje? Ni mchango mkubwa. Amekuwa katibu mkuu baada ya uhuru mpaka miaka ya 72. Lakini uangalie kwa mfano viwanda tulivyovianzisha miaka ile ya 70 kwenda 80, ambavyo yeye kama waziri wa fedha alikuwa anahusika na kutafuta fedha kwa ajili ya viwanda vile. Viwanda, hatakuwa na viwanda binafsi. Ni muhimu wa Tanzania wakaelewa. Kila kitu kilikuwa ni state controlled. Miaka ile hakukuwa na kitu kinachoitwa kiwanda cha fulani, kama kipo kimoja viwili. Lakini asilimia kubwa ya viwanda vile vilikuwa ni viwanda vya serikali. Na yeye pia alishiriki sana kumshauri Mwalimu kwamba yeye na mzee Jamali na wengine kwamba ili uweze kumanage mambo lazima sekta fulani uziweke ndani ya kitu kimoja. Kwa hiyo watu kwa mfano walikuwa wanafanya biashara, tulikuwa na vitu vinaitwa RTC, mliwahi kuzisikia? RTC, tulikuwa na vitu vinaitwa vitu kama hivyo, waliunda kitu kinaitwa Board of Internal Trade, bodi ya biashara ya ndani. Lakini kama viwanda vya nguo kwa mfano, tulikuwa tuna Mwatex Mwanza, tuna Mutex Msoma, tuna Kilitex, tuna Singuratex, na baadaye tulikuwa na viwanda Morogoro, Polytex na vingine. Tuliundwa kitu kinaitwa Natex, National Textile Mill. Viwanda kama vile vya mambo ya dawa, tulikuwa na Keko Pharmaceutical Industry, Arusha Pharmaceutical Industry, tulikuwa tunachama kiwanda kinaitwa Polysax. Mliwahi kusikia kiwanda kinaitwa General Tire cha matairi kule Arusha?
na kiwanda cha Raba Industries pale Ubungo, vile vyote vile ndio kitu kinaitwa NCI, National Chemical Industries. Kwa hiyo walikuwa wanaweka hivyo umbrella za vile viwanda, ni mipango ya Msuya na wenzake katika kuhakikisha kwamba ile management yake angalau inakuwa very well managed. Ni mchango mkubwa ambao aliuleta, na viwanda vile vilitusaidia, vilitubeba wakati ule. Sasa unazungumzaje sasa mchango wake kama kiongozi mstaafu wa kitaifa? Kwa sababu tunafahamu tumekuwa na viongozi wa kitaifa wastaafu ambao pia na wenyewe wamekuwa na mchango wao katika masuala mbalimbali ya kisiasa, kijamii, kiuchumi katika nchi yetu, kama waziri mkuu mzee Warioba, rais mstaafu Jakaya Kikwete na wastaafu wengine ambao wamekuwepo. Yeye kama mstaafu unazungumziaje mchango wake? Amestaafu mwaka 2000, aliingatuka mambo ya siasa, lakini akaendelea kuwa katika baadhi ya nyadhifa kadhaa. Alikuwa kwenye Kilimanjaro Development Fund, mfuko wa maendeleo wa mkoa wa Kilimanjaro. Ameusimamia na umeleta mageuzi na maendeleo makubwa sana katika development ya mkoa wa Kilimanjaro. Na alikuwa kwa muda mwingi katika breweries, Tanzania Breweries tunasema, hii shirika kiwanda chetu cha bia hiki, akiwa mwenyekiti wa board. Lakini ukumbuke mwaka 2007 aliteuliwa kuwa mkuu wa chuo cha Ardhi University kama chancellor wa chuo kile. Na akaweka record, kama unakumbuka, mwaka 2019 rais wa awamu ya 5 alimteua tena kuwa mkuu wa chuo cha Ardhi akiwa na miaka 88. Naomba kurudia, 88. Bado alimuona anafaa kuwa mkuu wa chuo cha Ardhi, na akawa mkuu wa chuo kikuu cha Ardhi mpaka mwaka 2021. Kwa hiyo aliendelea kutoa mchango, lakini kwa mkoa wa Kilimanjaro na kwa wilaya ya Mwanga, ndio maana wanamuita baba Mwanga, baba wa Mwanga. Aliwasaidia mambo mengi, alishiriki katika vikao vile, alikuwa anafuatilia mambo ya miradi mingi sana ile, aliendelea kuifuatilia. Labda nieleze tu kwamba mwaka 1983 alitengeneza master plan ya wilaya ya Mwanga, ndiyo imekuwa ikitekelezwa mpaka leo, mpaka juzi, mpaka jana wamekuwa wakitumia master plan ya mzee Msuya, na aliyafuatilia hayo baada ya kustaafu. Sasa na hapo pia baada ya kuondoka katika nafasi yake ya waziri mkuu, ndio bado alikuwa mbunge. Mwaka 95 aliingia mbunge ndio Mwanga, ndio tunaita backbencher. Kutoka kuwa nafasi kubwa kama waziri mkuu, maana yake tumeiona pia imetokea kwa Lowassa, alafu unakuwa tu mbunge tu wa kawaida. Ndio labda pengine inaweza ikatokea tena, kwa sababu tunaona kuna viongozi wa kitaifa ambao pengine wanaweza wakagombea tena, na labda rais asiamue kuendelea nao katika nafasi hizo. Inawezekana. Inakuwa ngumu wa rais kiasi gani? Ama kama unakumbuka ile miaka ya 5 ya mwisho akiwa tu mbunge na ametoka kuwa waziri mkuu, ilikuwa mizuri. Ni wale watu wanao accept changes, kwamba hapa nilikuwa waziri mkuu, hapa nimekuwa backbencher. Ni mtu ambaye alikuwa vizuri mno mwaka wa 95 mpaka 2000. Nakumbuka nilikaa naye Dodoma pale zaidi ya mara 2, 3, 4 na marehemu mzee Basil Mramba. Nilikuwa nikikutana naye mimi personally na mzee Basil Mramba pale Dodoma akiwa mbunge wa kawaida mara nyingi tu kati ya kipindi kile cha 95 mpaka 2000, kwa sababu Mramba naye wakati ule alikuwa amekosa ubunge wa Rombo, akaenda kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya mpaka 2000. Alipokuja akapata tena ubunge na akawa waziri wa fedha. Kwa hiyo nilikuwa nakutana nao, huyu akiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya anakuja Dodoma kwenye na mzee Msuya akiwa backbencher. Mzee Msuya hakuwa na wasiwasi mwingine. Wakati mwingine nilikutana naye na askofu wa kanisa Katoliki kule Moshi, kulikuwa kuna shughuli pale, tukawa tunakula chakula na nini. He was very comfortable. Kwa hiyo ni utamaduni ambao nafikiri inabidi watu waupende na wauige, kwamba unaweza kuwa na nafasi kubwa, si ndio? Lakini inapotokea ukupata ule waziri mkuu au nafasi ile, lakini unaendelea kuwa mbunge na unachapa kazi na maisha yanaendelea. Kutumikia wananchi kwa kofia tofauti. Kwa kofia tofauti. Na baadaye unaweza ukaenda, baadaye ukapata kofia nyingine na ukakuta unaendelea. Lakini ukisema mimi niliwahi kuwa na madaraka haya, sasa niwe backbencher, itakutesa bila sababu na utashindwa kuwatumikia watu. Sawa. Tukirejea katika mchango wake kwa wananchi wa Kilimanjaro pamoja na Mwanga, kwa nini wanamkumbuka sana katika eneo la kuboresha elimu? Kwake elimu ilikuwa na nafasi gani? Yeye ndiye wa kwanza kuleta hizi sekondari za kata. Tulikuja kuwa na sekondari za kata kama nakumbuka alipoingia JK na Lowassa mwaka 2005. Lakini Mwanga walikwisha anza zamani. Na alisema yeye mwenyewe Kilopa kwamba alikuja kugundua kwamba wanafunzi wengi wa wilaya ya Mwanga walikuwa wanashinda darasa la 7 kwenda form 1. Walikuwa waendi wakati wamefaulu.
Kwa hiyo yeye kule Mwanga alianza mapema mambo ya sekondari za nini, za kata. Hazikuitwa za kata, ila aliwashirikisha sana wananchi wa wilaya ya Mwanga kuchangia ili wawe na sekondari za kutosha katika wilaya ile ya Mwanga. Na ndio mawazo ambayo aliyabeba pia kuyapeleka kule. Kwa kweli alidevelop Mwanga kielimu, na mimi nimekwenda kutembea Mwanga wakati fulani akiwa waziri mkuu na akiwa waziri wa kawaida. Mwanga niliyoifahamu miaka kadhaa, nilikuta kwa kweli mzee Msuya ameitransform na akaenda step nyingine. Unajua alichokuwa anafanya? Anachukua shule kule Mwanga, anailinki na shule moja labda Marekani, anailinki na shule moja Sweden, anailinki na shule moja Denmark, anailinki na shule moja huko. Wanakuwa ni marafiki, wanakuwa wanatembeleana, wanashare uzoefu, wanabadilishana walimu na kadhalika. Alifanya partnership zote zile. Kwa hiyo kwa mchango wake ndio huo. Sasa huo ndio mchango aliokwenda kuubeba Lowassa, Edward Lowassa, namshukuru sana, na Kikwete mwaka 2005 based on mzee Msuya. Na ukawa wa kitaifa. Sasa tukawa na hizi tunazoita sekondari za nini, za kata ambazo zilianza hazifanyi vizuri, leo ndio zinafanya vizuri na zinafanya vizuri sana. Na ni basis ya mzee Msuya alivyoanzia kule Mwanga na baadaye wakaona inafaa. Kabisa. Na hilo mimi kwa kuthibitisha, mimi Mercy unajua nimesoma Mwanga. Umesoma Mwanga kwa kipindi fulani. Kwa hiyo ni moja kati ya sehemu ambazo zina shule nyingi sana. Yes. Kabisa. Kwa hiyo anachokisema mimi mwenyewe nimekiona. Amefanya kazi kubwa sana pale. Ukienda kwa kweli utapenda sana alichofanya mzee Msuya. Amewasaidia sana kielimu, na niwaombe watu wa Mwanga kwamba waendeleze hilo, na watakuwa wamemwenzi sana wakidevelop zile shule zisiharibike na hali ya elimu ikaenda vile. Mzee alikuwa ametoa mchango mkubwa sana. Ndio. Na tunavyohitimisha sasa, tunaelekea kumsindikiza katika safari yake ya mwisho. Nyinyi ambaye mlikuwepo enzi zake na mliishi pamoja naye, unaweza kusema nini? Tunachosema ni kwamba pumzika Cleopa David Msuya, umetimiza wajibu wako, umeitendea haki jamii yako, umeitendea haki taifa lako. Mungu alikuleta duniani, ukawa mwanga, ukawa nuru, ukafanya ulioyafanya. Hatuna tunachokudai. Unapumzika, tunakupumzisha hapo kesho katika nyumba yako ya milele, Mungu akipenda. Na kwa hiyo umelitendea haki taifa hili, na umeona namna taifa lilivyokuja kukuaga jana kule Karimjee. Unaona leo jinsi wananchi wa Mwanga walivyojiandaa, wanaona watakavyoendelea kukuaga na kupokea na kukuaga hapo Mwanga, na kesho tunapokupumzisha katika nyumba ya milele. Si kwa bure hiyo nayokueleza mzee Msuya. Umetekeleza wajibu wako, umekuwa mzalendo, umemtendea vyema Mungu na umetutendea vyema wanadamu. Pumzika kwa amani na Mungu akulaze mahali pema peponi. Amina. Amen. Shukrani sana Dr. Dennis Mchunguzi, mtaalamu wa masuala ya siasa. Tumejaribu tu kuzungumza naye angalau kidogo tupate picha maisha ya huyu waziri mkuu mstaafu pamoja na makamu wa kwanza wa rais marehemu Cleopa David Msuya, namna ambavyo amechangia katika maendeleo ya taifa letu. Tutaendelea kukujuza na kukuletea habari nyingine hadi pale atakapopumzishwa katika nyumba yake ya milele. Tunahitimisha hivi. Mimi ni Mercy, mwenzangu ni Goodluck Paul. Tunaendelea na Morning Trumpet. Baki nasi.